Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Tukielekea huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uasi wa M23 wamewateka mamia ya wanajeshi kutoka nchini Burundi wakiwakamata wakati wa shambulio. Kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda limewakamata mamia ya wanajeshi kutoka nchini Burundi wakati wa mashambulizi yao ya hivi karibuni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Afisa wa uasi hao alisema, huku mapigano yakiendelea licha ya onyo kutoka kwa utawala wa Donald Trump wa Marekani. Wiki iliyopita M23 iliingia katika mji wa kimkakati wa Uvira karibu na mpaka na Burundi chini ya wiki moja baada ya marais wa Kongo na Rwanda kukutana Washington na rais wa Marekani Donald Trump na kuthibitisha kujitolea kwao kwa makubaliano ya amani yanayojulikana kama makubaliano ya Washington. Kundi hili ambalo sasa linatajwa kuwa miongoni mwa makundi tishio katika bara la Afrika, hasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, limetekeleza mauaji ya mamia ya raia wasiokuwa na hatia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema Jumamosi kwamba vitendo vya Rwanda katika eneo la mashariki mwa Kongo vinakiuka makubaliano ya Washington na kuapa kuchukua hatua ili kuhakikisha ahadi zilizotolewa kwa rais zinatimizwa. Hii imeripotiwa kupitia shirika la habari la Reuters. Rwanda inakanusha kuunga mkono M23 na imewatuhumu wanajeshi wa DRC na Burundi kwa mapigano mapya. Ripoti ya kundi la wataalamu la Umoja wa Mataifa iliyochapishwa mwezi Julai ilisema Rwanda ilikuwa na amri na udhibiti juu ya waasi hao. Tuna wanajeshi 100 kadhaa wa Burundi ambao tuliwakamata wakati wa mapigano na tunakusudia kuwarudisha nyumbani. Patrick Busu, gavana aliyeteuliwa na M23 katika jimbo la Kivu Kusini, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari mnamo Jumamosi. Hata hivyo, rais wa Burundi ameonya kuhusu madhara iwapo M23 itashambulia vikosi vyake. M23 walisema wanajeshi wa Burundi waliowateka watasindikizwa nyumbani. Ingawa hakukuwa na jibu la moja kwa moja mnamo Jumatatu kutoka Burundi, ambayo imekuwa na wanajeshi mashariki mwa DR Congo kwa miaka, rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye yuko kwenye rekodi akiwaonya M23 dhidi ya kuanzisha vita na nchi yake. Kundi la waasi la M23 lilifanya mashambulizi makubwa mnamo mwezi Januari na kuteka haraka miji miwili mikubwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mapigano ambayo yamesababisha vifo vya maelfu ya watu, huku mamia kwa maelfu wakilazimika kuyahama makazi yao. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina madini mengi ambayo hutoa takribani 70% ya cobalt ya ulimwenguni kote, pamoja na kiasi kikubwa cha bati, tantalum na tungsten, madini ambayo ndio chanzo cha mgogoro katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Afisa mmoja wa eneo hilo aliyeteuliwa na serikali mjini Kinshasa aliliambia shirika la habari la Reuters mnamo Jumatatu kwamba wanajeshi wa DRC Congo wameondoka Makobola, kilomita 12 kusini mwa Uvira, na wanajipanga upya kujaribu kurudisha eneo lililopotea. Chanzo kimoja ndani ya M23 kiliambia Reuters kuwa waasi hao walikuwa Makobola na wanaendeleza operation ya kuhakikisha wanauangusha utawala wa Rais Felix Tshisekedi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waasi wametishia kusukuma zaidi mashambulizi upande wa kusini. M23 wanaendeleza mashambulizi huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa upande wa mashariki, na sasa mashambulizi yanatajwa kuelekezwa upande wa kusini. Wapiganaji hao tangu wakati huu wamefanya kazi ya kuanzisha utawala sambamba katika eneo la mashariki na uwezekano wa kuifanya nchi hiyo kubwa ya Afrika ya Kati, ambayo sasa imejiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki, iweze kugawanyika. Utawala wa Trump uliona njia pekee ya kumaliza mgogoro huo ni kuweza kukaa pamoja na kujadiliana namna ya kuutatua, ambapo alitumai kuwa makubaliano ya amani ya baadaye yangeweza kufungua njia kwa uwekezaji mkubwa wa mataifa magharibi katika uchimbaji wa madini mashariki mwa taifa hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, yeye binafsi alisema kwamba nchi yake itapeleka wawekezaji wa kutosha katika eneo hilo, hasa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Rwanda, ambapo yanapatikana madini adimu ambayo anayahitaji sana.
Shirika la kimataifa la kutoa misaada la madaktari wasiokuwa na mipaka limesema Ijumaa lilikuwa likisimamisha shughuli huko katika maeneo ya Baraka, takribani kilomita 100 kusini mwa Uvira, kukabiliana na kuongezeka kwa ghasia na vitisho vinavyotokana na mzozo huo. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo yanatokea huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaambiwa waasi wa M23 wameteka mamia ya wanajeshi Jamhuri ya Watu wa Burundi, na sasa rais wa Burundi ambaye hakuthibitisha juu ya kutekwa kwa wanajeshi wake amedai kwamba waasi hao wanaitafuta vita dhidi ya Burundi na kwamba yupo tayari kwa ajili ya mapambano. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.